wanaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu. Mama Kanisa baada ya kuadhimisha sherehe ya Pentekoste anaadhimisha leo sherehe ya Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Sherehe ya Utatu Mtakatifu ni moja kati ya sherehe za Bwana. Sisi tumekombolewa kwa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na hii inadhihirisha fumbo la ukombozi ambalo lilirudishwa katika kazi ya ukombozi kwa nafsi tatu. Katika imani yetu tuna mafumbo makuu manne ambayo ni fumbo la Utatu Mtakatifu, fumbo la umwilisho, fumbo la ukombozi na fumbo la Ekaristi Takatifu. Leo tunaadhimisha Utatu Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu, kama tunavyosoma kwenye katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 234 na namba 253. Yatufundisha Mungu ni mmoja anayeishi katika nafsi tatu. Katika sherehe hii tunaadhimisha kiini cha imani yetu. Mungu Baba alituumba, Mungu Mwana alitukomboa, na Mungu Roho Mtakatifu anatutakasa na kutufariji. Fumbo hili la Utatu Mtakatifu halitajwi waziwazi katika maandiko matakatifu. Ana neno utatu halitajwi wazi, bali kuna viashiria vinavyoonyesha uwepo wa Utatu Mtakatifu. Mungu anajifunua kwetu kwa uwepo wa nafsi tatu katika kazi ya ukombozi wetu, kuanzia umwilisho, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu yupo katika ushirika wa nafsi tatu. Anatufundisha na sisi kuwa ni watu wa umoja, tukifanya vitu kwa ushirika. Maadhimisho yetu yote yadhihirisha uwepo wa Utatu Mtakatifu. Katika sala zetu tunaanza kwa ishara ya msalaba, kusema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kumaliza kwa ishara hiyo tukiitaja nafsi tatu katika Mungu mmoja. Katika maadhimisho ya sakramenti tunatumia na kutaja nafsi tatu za Utatu Mtakatifu. Katika ubatizo tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Katika sakramenti ya kitubio na sakramenti ya kipaimara, zote hizi zinadhihirisha uwepo wa Utatu Mtakatifu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wapendwa familia ya Mungu, chimbuko na ufafanuzi msingi wa Utatu Mtakatifu. Katika ufafanuzi wa kale juu ya imani yetu kuhusu Utatu Mtakatifu yatufundisha na kutueleza kwamba katika kanuni ya kitume nafsi tatu zinatajwa, na ilikuwa ikitumiwa kwa wakatekumeni ambao walikuwa wanajiandaa kupokea ubatizo, wakitaja hizo nafsi tatu tangu karne ya kwanza. Katika kanuni ya imani ya Nisea, baada ya mtaguso wa Nisea wa mwaka 325, tunasali hivi: nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeapiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana. Na baadaye tunaona inaingizwa kwenye liturujia ya kanisa baada ya mtaguso
ubatizo wa Theodo wa mwaka 589. Haya yote, wapendwa familia ya Mungu, inadhihirisha uwepo wa Utatu Mtakatifu. Katika adhimisho la Ekaristi Takatifu, kuhani hali amenyoosha mikono juu ya vipaji vya mkate na divai kusema: E Bwana, tunakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe leo tunaadhimisha fumbo kubwa la imani yetu, lakini zaidi sana tunaona mababa wa Kanisa Takatifu Agustino na Tertullian wanatufundisha uwepo wa nafsi tatu: Mungu Baba alitumba, Mungu Mwana akatukomboa na Mungu Roho Mtakatifu anatufariji. Maandiko matakatifu yadhihirisha juu ya uwepo wa nafsi tatu. Katika Agano la Kale naona matumizi ya lugha ya wingi. Mungu anafanya kazi ya uumbaji kwa umoja katika nafsi tatu, na tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 yatufundisha na sisi tuwe kitu kimoja, tufanye kazi kwa ushirika. Lakini zaidi sana naona uwepo wa Roho ya Bwana. Roho ya Bwana ilitulia katika uso wa nchi. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 2. Uwepo wa Roho ya Bwana ni uhai wa Mungu katika uumbaji, na sisi ambao tunashirikishwa zawadi ya uhai ambao ni pumzi ya Mungu, tunaalikwa kutunza na kuthamini uhai wa watu. Na tunaona neno la Mungu. Kwa neno la Mungu mbingu zilifanyika. Tunasoma Zaburi ya 33 aya ya 6. Neno la Mungu, yani Divine Logos, ambaye ndiye nafsi ya pili ya Mungu, alidhihirisha kazi yake ya ukombozi ya kutukomboa sisi kwa njia ya Utatu Mtakatifu. Katika Agano Jipya tunasikia katika fumbo la umwilisho, Mungu anapomtuma malaika Gabrieli kwa mama Bikira Maria pasho habari, na mbingu tunasoma malaika alimjibu, Roho Mtakatifu atakujulia juu yake na nguvu zake aliye juu zitamfunika. Injili ya Luka sura ya 1 aya 32. Lakini zaidi sana soma ile Injili ya Yohana sura ya 1 aya ya 1. Naona hapo mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Zaidi sana naona juu ya nafsi za Utatu Mtakatifu katika ubatizo wa Bwana wetu Yesu Kristo pale mtoni Yordani. Nafsi ya pili ya Mungu ambaye anabatizwa, Roho anashuka juu yake na sauti ya Baba inasikika, huyo ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Injili ya Mathayo sura ya 3 aya 16 hadi ya 17. Lakini zaidi sana tunapoona kule kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kama tunavyosoma katika Injili ya Mathayo sura 17 aya 1 hadi ya 8, na Injili ya Luka aya 9 sura 9 aya 28 hadi 32. Wapendwa familia ya Mungu, sherehe hii sasa inatufundisha nini katika kuliamini na kulitukuza fumbo la Utatu Mtakatifu? Katika somo la kwanza tunasikia tunamwona Musa anakutana na Mungu mwenye huruma, uvumilivu na upendo mwingi. Huyu ndiye Mungu tunayemwabudu sisi, si Mungu anayetisha na kuogopa, bali ni Mungu mwenye rehema, naye anajali watoto wake.
Na sisi twafundishwa tuwe na huruma, tuwahurumie wenye shida, tuwasaidie wenye mahitaji mbalimbali, kama Mwenyezi Mungu anavyosikia sala ya Musa na kuwasaidia. Ni katika somo la pili tunamwona Mtume Paulo akihimiza kuishi katika amri na umoja. Mungu wa upendo na wa amani atakuwa pamoja nasi. Tumepanga na kudumisha umoja, amani na upendo, Mungu atakuwa pamoja nasi. Na mwisho anatupatia salamu ambayo tunaisikia mara nyingi katika adhimisho la misa takatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe pamoja nanyi nyote. Hii ni sala nzuri sana na yatufaa sisi iwe kwetu, na hii yadhihirisha uwepo wa Utatu Mtakatifu. Wapendwa familia ya Mungu, katika somo la Injili leo Yesu anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Hapo anaonyesha waziwazi kazi ya Utatu Mtakatifu katika wokovu wetu. Baba ametuumba na kumtoa mwana, na mwana akaja akatukomboa. Roho Mtakatifu anaendelea kutakasa na kukaa ndani yetu. Fumbo la Utatu Mtakatifu sio somo la nadharia, bali ni maisha ya upendo. Mungu wetu ni Mungu wa upendo, ni jumuiya ya upendo na ukamilifu. Ndio maana tunaitwa kuishi katika upendo, msamaha na ushirikiano. Penye chuki, mgawanyiko na ubinafsi, hatuwezi kuona nuru na kumuona Mungu, na hapa Mungu hakai. Lakini tutakapoishi katika upendo wa maisha ya ushirika, hii inadhihirisha uwepo wa Mungu katika nafsi tatu. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja na wa milele, unaishi katika umoja na upendo wako. Tuondolee chuki, mgawanyo, na zaidi sana tufanye tuishi katika umoja, upendo na mshikamano, tukuabudu wewe katika Utatu Mtakatifu kama tunavyosali katika sala yetu, atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Niwatakie sherehe njema ya Utatu Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo.